Habari ya muda huu tena. Kwa majina naitwa Dr. Lawrence Loitore. Leo tunaendelea na zoezi letu mahususi sasa katika uchunguzi awali ya saratani ya matiti. Leo tutaangalia kidogo jinsi ya kujichunguza mwenyewe. Kitaalamu tunaita ni self breast assessment. Self breast assessment ambayo inatakiwa hii uweze kufanya peke yako, na ni zoezi jepesi sana. Ni zoezi ambayo ni la dakika chache ambayo litaweza kukusaidia kuweza kugundua kama kuna changamoto ya aina yoyote. Inavyotakiwa sasa, mara nyingi naashumu kwamba wamama wengi au wanawake mara nyingi majumbani kwao wanakuwa na kioo, zile vioo vikubwa kabisa ambayo yanaweka kama ukutani. Kwa hiyo kioo ndio sehemu kubwa utakuwa unatumia kwa ajili ya kufanya assessment, kwa ajili ya kufanya uchunguzi wako mwenyewe. Nitaashumu kwamba umeenda kuoga, umerudi kutoka kuoga, umejifuta vizuri. Kwa hiyo hatua itakayofuata ni kwamba utasimama mbele ya kioo. Nitajaribu kuelezea kidogo kwa kudemonstrate ili tuone kwamba ninachotakiwa ni nini. Kwamba utakuja umeoga zako safi kabisa. Utasimama mbele ya kioo chako. Ukisimama mbele ya kioo utasimama wima hivi. Utasimama hivi. Sasa kwenye kioo kitu ambacho natakiwa angalie, unakuwa unaangalia maziwa. Unakuwa unaangalia maziwa yako, ukubwa wa maziwa. Ziwa lipi ni kubwa kuliko lingine au lipi ni dogo kuliko lingine. Kwa hiyo utasimama wima, utaangalia maziwa yako kupitia kwenye kioo. Baada ya hapo, hatua utakayofuata ni kwamba utanyanyua mkono wako juu. Utanyanyua mkono wako, utaleta size hii kuweka hapa mbele, na wakati huo unaendelea kuangalia je, kuna ziwa lolote ambalo limeonekana kwamba liko fixed, liko sehemu hiyo au limesogea, au muundo wa ziwa lipoje. Ukimaliza tena utakuja utashika hivi kuangalia je, kuna ziwa lolote ambaye limeshikiwa sehemu moja au limehama. Au zote ziko fixed, kwa sababu nategemea kidogo kuna misuli. Kwa hiyo ukisogeza mkono hivi maana yake ziwa kidogo litafuata. Sasa unakuta lingine halisogei, liko limestiki hapo hapo. Ukimaliza tena utarudi wima, utaangalia. Hiyo hatua ya kwanza ni kwamba unaangalia. Hiyo hatua ya kwanza ni kwamba unakagua ukubwa wa maziwa na uwezo wa kusogea kidogo kwa maziwa. Je, maziwa yanatingishika na cheza? Kwa sababu kama ukuta ziwa moja ni kubwa kuliko lingine au dogo kuliko lingine, maana yake hiyo ni changamoto. Na hiyo changamoto inatakiwa iweze kufanywa assessment mapema ili tuweze kuona kwamba kitu gani kifanyike. Kwa ukuta uzuri, maziwa yako yote yako safi. Ukimaliza hapo sasa, hatua itakayofuata ni kufanya upapasaji. Unapapasa maziwa yako. Na katika kupapasa maziwa tunaweza tukatumia njia mbili. Moja, ukiwa katika sitting position kwa maana kwamba umekaa, au njia ya pili ukiwa katika umelala chali, tunaita supine position. Nitaashumu kwa sababu sasa utakuwa peke yako kwenye chumba chako, utakuwa kuna kitanda. Mara nyingi nashauri tuanze na supine position. Supine position ni kwamba mikono sasa itakuwa unatumia tofauti. Kwa mfano nataka nipapase ziwa la kushoto, nifanyie uchunguzi mwenyewe kwa sababu ni self breast assessment. Nifanyie uchunguzi mwenyewe wa ziwa la kushoto. Kinachotakiwa, inatakiwa nitumie mkono wangu wa kulia. Nitumie mkono wangu wa kulia kufanya uchunguzi wa ziwa la kushoto. Kwa hiyo maana yake mkono wangu mmoja wa kushoto utakuja the same side, upande wa kushoto, wakati nimelala chali hivi kwenye kitanda changu. Baada ya kulala chali, nikilala chali hivi, mkono wangu wa kushoto wa kulia utakuja kutumika kupapasa ili ziwa. Ili ziwa tunaanzia kwenye chuchu.
Unaanzia kwenye chuchu, lakini unaigandamiza kidogo, kuishika, kuipapasa kwa nguvu kidogo, kuangalia kama kuna kitu chochote utapata. Kwa utaangalia kwenye chuchu, lakini unaenda ile mwelekeo wa saa, clockwise direction. Utatoka nje ya ziwa hadi uweze kumaliza ziwa lote. Baada ya hapo utakuja kwenye kwapa. Utakuja utashika kwenye kwapa kuanzia kwa huku juu kidogo. Utashuka kwenye kwapa, utashuka hadi hapa. Then baadaye utamaliza. Ukimaliza, hatua ya mwisho unakuja unaiminya chuchu, una squeeze chuchu ile. Kuangalia je, kuna kitu chochote ambacho kinatoka. Sometimes inaweza katoka maji ambayo sio kawaida, kwa mfano usaa, labda damu au kitu chochote ambacho sio cha kawaida, uta squeeze. Ukimaliza kama mambo yako vizuri, unaenda unahamia upande mwingine wa pili. Kwa maana kwamba sasa mkono wako utalala hivyo chali au katika sitting position, lakini tunashauri sehemu kubwa ulale chali. Lakini pia kitu kichokukumbusha, maana yake inatakiwa nguo yako ishushe, lakini naamini ukiwa peke yako nguo yako kabisa uko free. Labda umefunga taulo au chochote, lakini kesi kama umevaa nguo, maana yake nguo yako kwanza inatakiwa pia ishuke hadi kwenye level ya usawa wa kiuno. Kwa ukimaliza hapo, utakuja mkono wako wa pili, ziwa la kulia. Kwenye ziwa la kulia sasa, maana yake mkono wako wa kulia utakuja kwenye kisogo wakati umelala chali, then utatumia mkono wako wa kushoto. Kama kawaida utaanzia kwenye chuchu, around the chuchu, alafu unakuwa unaibinya, unaizunguka ziwa lote lile. Ukimaliza kama kawaida tena, utakuja kwenye makwapa huko kuangalia je, kuna mtoki, uvimbe wote sio kawaida. Utaangalia kama kuna issue yoyote. Ukimaliza baadaye unakuja kwenye chuchu, unaibinya kwenye chuchu kama je, kuna chochote ambacho kinatoka, labda damu, hivyo maji sio kawaida, au saa huko chochote ambacho sio cha kawaida. Utakagua hapo. Ukiangalia hapo hivi kama mambo yako vizuri, basi maana yake hapo hivi tunaita ni self breast examination assessment, ya uchunguzi wa kwako wewe mwenyewe. Kwa ukimaliza kufanya hilo zoezi na hakuna shida yoyote, maana yake mambo yako hapo hivi yako safi kabisa. Na inatakiwa sasa, nashauri mara nyingi kila baada ya mwezi. Maana yake tuseme baada umeshatumika, kwa sababu baada ya kutumika hapo hivi mwisho wa mwezi unafanya uchunguzi peke yako. Kwa sababu ukifanya wakati huko kwenye unatumika, maana yake utapata majibu ambayo sio sahihi. Maana utategemea mtu akianza kutumika wakati anatumika, kuna mabadiliko ambayo yanakuwa ya kawaida kabisa, ambayo yanakuwa yanatokea kwenye issue ya kuna mabadiliko ya kawaida ambayo yanakuwa yanatokea kwenye maziwa yote. Kwa hiyo yale mabadiliko yanaweza kukupa wasiwasi kwamba inawezekana labda huu ni uvimbe au sio kitu cha kawaida, ikakujiringineza wasiwasi. Kwa hiyo mara nyingi nashauri baada ya kutumika mwisho wa mwezi then unafanywa assessment. Lakini kesi sasa kama unaweza kugundua kuna shida yoyote ile, labda umepata kuna buje, labda umepata kuna mtoki kwenye makwapa, labda umekuta baada ya kubinya chuchu kuna kitu inatoka tofauti, labda na maziwa kama unanyonyesha, labda damu, labda usaa, kitu chochote kile, itabidi uweze kufika kwenye kituo cha afya au sehemu yote ile ambayo unaweza kupata msaada. Kwa hiyo maana yake, na in case sasa kama tumefanya uchunguzi pale hakuna shida yoyote, then natakiwa baada ya mwaka mmoja, kama isipotokea shida hapo katikati, baada ya mwaka mmoja uweze kurejea kwa ajili ya uchunguzi ili tuweze kuangalia kwamba ni cha kufanya. Kwa leo nitaishia kwa hapo hivi, ili tuweze kuendelea kuifanyia assessment, uchunguzi wenyewe siku hadi siku, ili tuweze kuokoa maisha yetu pamoja na maisha ya ndugu zetu. Asanteni sana. Tuona wakati mwingine. Karibuni sana katika channel yetu ya Ijue Afya Yako, Afya Yangu Mtaji Wangu. Bye bye.